Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, kama tunavyojua tunaelekea katika usajili mdogo lakini kubwa kuliko. Klabu ya Young Africa imeweza kueleza kuwa ili kuongeza nguvu kikosi chake, kocha mkuu wa Yanga Pedro amesema katika ripoti inayohitaji wachezaji watatu wapya wasajiliwe kipindi cha dirisha dogo la usajili, huku winga wa Vipers na timu ya taifa ya Uganda Alan Okole akiwaruhusu kutua mitaa ya Jangwani. Habari kutoka ndani ya Yanga zinasema kocha huyo raia wa Ureno anahitaji kiungo mkabaji, kiungo mshambuliaji na winga mmoja. Chanzo chetu kinasema Pedro pia anapanga kuhamasisha baadhi ya wachezaji wake nafasi wanazocheza kwa sasa na kuhamia nyingine kutokana na kuonekana ni mahiri zaidi kuliko sehemu walizoziweka. Chanzo kilisema ripoti aliyowasilisha kocha huyo viongozi inasisitiza wanahitaji kiungo mkabaji hii halisi, ila hamasisha kiungo raia wa Kenya Duke Abuya acheze namba 8. Kocha anamtumia Duke kama namba 6 kiungo mkabaji, lakini anasema jamaa ana uwezo mkubwa sana kama atamsogeza juu kidogo na kumpunguzia majukumu ya kukaba moja kwa moja. Anasema kama akisogea mbele itafanya Yanga kuwa na ubora mkubwa eneo la katikati kutokana na uwezo wa Mkenya huyo sambamba na kiungo mpya watakayemsajili, kilisema chanzo hicho. Waliongeza mbali na nafasi ya kiungo mkabaji, Duke anaongoza kwa kutoa pasi nyingi za mabao katika kikosi cha Yanga na ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla, na anasisitiza asisti ziwe 3 kwa winga wa Simba Mkongomani Elia Mpanzu na striker wa Namungo Raymond Chamungu. Taarifa zinasema Pedro anaona iwapo atasogea mbele kidogo atakuwa na uwezo mkubwa wa kumsaidia timu pamoja na kufunga mabao. Kuhusiana na nafasi ya kiungo mshambuliaji, kwa sasa inadaiwa Pedro na haridhishwi na nyota wanaocheza eneo hilo zaidi ya Pacome Zouzoua, lakini amebaini nyota huyo raia wa Ivory Coast ni mzuri zaidi akicheza akitokea pembeni kuliko akiwa namba 10. Kocha amesema anataka awe anamtumia Pacome akitokea pembeni kwa sababu kila anapomweka huko anakuwa hatari zaidi kwa wapinzani kuliko kucheza namba 10, ingawa anaimudu vizuri sana. Anataka tufungiwe winga mmoja wenye ubora ambaye atazalisha mashambulizi kutoka pembeni, akisema chanzo chetu cha kumtaja tayari macho na nguvu za mabosi wa Yanga zinaelekea kwa Okole ambaye alionyesha uwezo mzuri kwenye fainali za kombe la mataifa ya Afrika na wachezaji wa ndani ya CHAN zilizofanyika Agosti mwaka huu. Aliongeza viongozi wamejipanga kupambana kuhakikisha wanapata wachezaji ambao wanaleta ushindani ndani ya kikosi chao. Dirisha la usajili kipindi hichi huwa ni gumu kwa sababu wachezaji wengi wazuri wanakuwa bado hawajamaliza mkataba wao. Malengo yetu ni kuona tunatetea makombe yote na tunawataka mashabiki wawe na utulivu kipindi hiki cha kwenda kufanya usajili wa dirisha dogo. Sisi huwa hatukosei kwenye usajili, tupo makini mno. Kamwe alitamba Yanga bado wako hatua ya makundi katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, ndiyo mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara ya mashindano ya kombe la FA. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment, na wewe ambaye tayari nikwambie shukrani sana. Endelea kutufuatilia, usichoke kututazama, na hii itabaki kuwa Gift Online TV.